Yeah, Moze, tuambie kuhusiana na kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Tunafahamu tunaelekea kwenye dirisha dogo la usajili. Kuna taarifa yote ile ya kuongeza baadhi ya wachezaji kutoka ndani ya timu mbalimbali kuja ndani ya kikosi cha Pamba Jiji? Mimi ni msemaji wa club. Mwenye room ya kusema nani aingie na nani atoke ni Francis Baraza. Baada ya ripoti yake anaipeleka kwenye kamati tendaji kwenye structure ya uongozi wetu, watakaa na bodi kabla ya mwenye timu, kwa maana ya Kiomoni Kibamba ambaye ndiye mkurugenzi wa halmashauri, ambaye ndiye kwenye mamlaka top pale, wanakaa alafu wanakuja na majibu. Kwa hiyo ile orodha inatoka kule juu inakuja kwangu. Nikisema kwamba kuna wachezaji wataingia nitakuwa nadanganya, na nikisema hakuna mchezaji atakayeingia nitakuwa pia nawadanganya, kwa sababu hiki ni kipindi cha usajili, lolote linaweza kutokea. Kwa hiyo ambacho sijakiona ni ripoti ya mwalimu, nani anatakiwa kupisha, nani anatakiwa kuingia. Kwa hiyo muda ukifika wa hiyo ripoti nitawaambia, lakini ni kawaida na haitokuwa jambo la kushangaza kuona labda kuna mtu ataingia na kuna watu pengine watapisha kulingana na ripoti ya mwalimu. Sisi hatufanyi kwa maoni yetu, yani kwa maoni yangu mimi nafikiri fulani na fulani, tunafanya kazi kitaaluma. Kwa hiyo mwalimu ripoti yake ameiwasilisha kule, ikitoka kule juu itashuka kwangu huku chini, msemaji, kuna taarifa hii, tutasajili ama tutaongeza wachezaji hawa, na wachezaji hawa kwa mapendekezo ya mwalimu hawatakuwa sehemu ya kikosi, na wachezaji hawa tutawatoa kwa mkopo. Kwa hiyo taarifa itakuja, wala sio tena hamtapiga ramli kama mnavyotaka kufanya hapa. Kwa hiyo ni ukweli, ni kipindi cha usajili, taarifa rasmi itakuja, wala msio na shaka. Sawa, kuna taarifa zinazagaa sehemu ya uhalisia na kupata majibu sahihi ni kutafuta uongozi. Kama leo tumekupata wewe, utuambie. Tunaona tuna taarifa zinazagaa zinazomhusu Yona Amos, anahusishwa kwamba huenda akajiunga na klabu moja hapo hapa nchini Tanzania, klabu kubwa. Usahihi wa taarifa hii upoje kutoka ndani ya kikosi cha Pamba Jiji? Kwanza ni kurekebishe. Yona Geoffrey Amos, nyanda wa mpira, nyanda wa nchi, anacheza kwenye klabu kubwa kwa maana ya Pamba Jiji Football Club. Bila ameenda timu ya taifa karudi. Ni klabu kubwa. Swala la kwenda na kurudi sasa, hapo nitakuwa naanza kuingilia majukumu ya watu, sio eneo langu. Tumalizie kwanza. Hakuna kocha, hakuna kiongozi wa mpira nchi hii ambaye hatamani, yani timu yake ikiwa inacheza akigeuka hivi golini anamuona Yona Amos. Hayupo kaka. Kwa hiyo Yona Amos ni ndoto ya viongozi na makocha wengi wa mmiliki. Sisi Pamba Jiji tuna hiyo bahati, tunamiliki Yona Amos. Sasa bwana Filimoni, hiki ni kipindi tunakwenda cha usajili, akijafika dirisha halijafunguliwa. Kwa hiyo hizi rumors za hapa na pale zitaendelea kuwepo. Kwa hiyo kujadili kitu ambacho sio official pia kuna kitu kinapungua. Lakini as long as sisi ni familia ya mpira, na wakati mwingine rumors hizi zinaweza zikawa kweli ama sio kweli, tuupe muda, nafasi. Lakini kitu ambacho naweza nikakuhakikishia, Yona Geoffrey Amos ni mali ya klabu ya Pamba Jiji, na yupo kwenye klabu ya Pamba Jiji, anapambana na rekodi ambazo aliziweka msimu jana kwenye klabu yetu azifikie na kuzivunja msimu ambao unaendelea. Msimu jana alikuwa na clean sheet 11. As we speak saizi ametoka kwenye majeraha, ameshapata 3 kwenye michezo 4 mfululizo. Kwa hiyo anajitafuta kurejea kwenye kile ambacho alikuwa nacho. Ikifikia muda kuna timu ikaja rasmi inamhitaji Yona Geoffrey Amos, utaratibu wa kufanya unaeleweka. Na hakuna mchezaji ambaye anaweza kukaa kwenye timu maisha yote, ila kwa sasa hivi ninavyozungumza na wewe, Yona Geoffrey Amos ni mchezaji halali wa klabu ya Pamba Jiji. Ikitokea taarifa nyingine yoyote ya hii ambayo unaisema ya kubakia, ya kuextend contract na vitu vingine, nitawaambia. Kwa hiyo wale ambao saizi wanazungumza anataka kwenda timu, anahitajika kwenda sio timu moja. Yona Amos, narudia, anahitajika na timu nyingi, na Yona Amos ni ndoto ya makocha na magoli, ni ndoto ya makocha na viongozi wengi wamuone akiwa kwenye timu yao. Hakuna
kocha wa ligi kuu Tanzania bara ambaye hatamani kufanya kazi na Yona Amos. Hakuna kiongozi wa ligi kuu soka Tanzania bara ambaye hatamani kumwona Yona Amos akiwa kwenye milingoti mitatu. Kwao ni golikipa mzao wa ndoto ya viongozi wengi kwenye mpira wa nchi hii. Waendelee kuvuta subira, waendelee kusubiri. Management wakinipa taarifa yoyote juu ya Yona Amos basi wataipata, ila kwa sasa hivi mali ya klabu ya Pamba Jiji na yupo sana kwenye klabu yetu. Kwenye michezo 9 ya ligi kuu msimu jana, nakumbuka Alikama aliwahi kupost kitu mweu huyo, usiniulize wewe huyo mweu bana. Moze, taarifa rasmi sasa kutoka ndani ya kikosi cha Pamba Jiji kwenda kwa umma. Kimsingi waendelee kuisupport timu Filimoni. Tulipo sio sehemu nzuri ya kujisifia sasa kwamba yani ukinikuta unasema sisi tuko sawa, hapana. Lakini pia sio sehemu ambayo tutaweza tukawa wanyonge. Kwa tuko hapo katikati. Kwa hiyo management, technical staff, players wao wamefanya kazi yao nzuri. So ni muda wa sisi mashabiki pia kuunga jitihada hizi ambazo zinafanywa na viongozi wetu ili kuweza kufikia malengo. Na naamini ugumu, mara zote wanasema ugumu sio haiwezekani, sisi tutafikia malengo. Kimsingi unajua mwaka 2025 ni mwaka ambao kwa Pamba Jiji ulikuwa mgumu kweli kweli. Tumepitia moments nyingi, zingine hata hatuwezi kuzisema. Kuna watu hawajui kama mwaka 2025 sisi Pamba Jiji tulipata ajali mara 2. Kwa hiyo ajali wanayojua ni moja tu, ile wakati tunatoka Bukoba tunaenda kucheza mchezo wa FA kule. Lakini ipo ajali nyingine tulipata, lakini tukasema ndio tunatoka kwenye ajali juzi tusana hii hapana, hii hebu tupigeni moyo konde. Kwa hiyo ni mwaka ambao tumepitia mambo mengi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tulipitia mengi kwa kujifunza, na mpaka sasa tunamshukuru Mungu kwamba panapo majaliwa na kudra za Mwenyezi Mungu tunaenda kumaliza mwaka 2025 walau tunacho kitu cha kuweza kuambia watu na kitu ambacho kinaonekana. Moze, sisi tukushukuru sana kwa kuungana pamoja nasi. Tukukaribisha sana pia Coco TV. Najua ufahamu hata studio zetu zilipo. Studio kama Piero yupo, mdogo wangu utakuja. Basi. Bwana, huyu ni Moses William, msemaji wa kikosi cha Pamba Jiji, akitoa taarifa kuhusiana na klabu ya Pamba Jiji sambamba na namna ambavyo wao wanaendelea kuichukulia huu muda wa mapumziko timu ya taifa ikiwa kwenye maandalizi ya mwisho kuelekea kwenye michuano ile ya AFCON. Wachezaji wa kikosi cha Pamba Jiji wamepewa mapumziko, pia watarejea baada ya Christmas. Taarifa itatolewa pia kuhusiana na swala la usajili. Moses William ameweza kuzungumzia kuhusiana na swala la usajili sambamba na aina ya rumors ambazo zilikuwa zinazungumzwa kuhusiana na mchezaji wao Yona Amos kwamba huenda akaondoka kwenye kipindi cha dirisha dogo. Hakuna taarifa rasmi, hakuna ofa yote ambayo imewasilishwa mezani. Kama kutakuwa na urasmi wote ule watakuja kuwasilisha na watakuja kuzungumza. Na kutoka hapa sisi tuseme tu kwamba hatuna la ziada. Wahenga hawajaamini. Moses William ameendelea kuthibitisha kwamba wahenga hawajaamini kuhusiana na Yona Amos. Nyuma ya kamera ni Masudi Mohamed Sudi. Jina langu naitwa Filimoni Mawazo.